Amen. Wenda umetenda kwa kujua ama kwa kutojua. Umeshirikishwa na mtu ama mwenyewe umejikuta tu ndani. Haleluya. Amen. Tunaaminia uvuvio kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaaminia uvuvio kutoka kwa Baba aliyeziumba mbingu na nchi. Sure. Na ana uwezo jioni ya leo kufanya kitu kipya katika maisha yako mpendwa. Haleluya. Nataka utafakari. Wenda kuna hali ambayo unaweza kuwa umekuwa ndani. Kuna jambo ambalo linaweza kuwa limekukwaza. Umekwazika kwa sababu ya mpendwa ama mtu fulani. Ama ulikosa kitu ambacho wakati umekikosa umejikwaza. Haya ni machafuko. Na zaidi yote amesema akatutakaze kutokana na usharati. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yametufanya tumechafuka mbele za Bwana. Wakati Roho wa Bwana anashuka, anataka kufanya uvuvio ndani mwetu, anakuta haya machafuko yamezuilia uwepo wa Bwana ama mpenyo wa Roho Mtakatifu ndani mwako, unakosa kupata kibali. So nataka uinue mikono zako mbele za Bwana. Amen. And let the Holy Spirit take control. Achilia tu Roho wa Bwana achukue usukani ndani mwako. Achilia tu, kubali tu Mungu Roho Mtakatifu, Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu akafanya utakazo ndani mwako. Tafakari ni jambo gani linaweza zuilia uwepo wa Bwana ndani mwako. Jambo gani linaweza fanya revival isifanyike katika maisha yako. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Ambia Bwana, nahitaji tu utakaso wako. Nitakaze jioni ya leo. Nisipitwe na Roho wako. Unapoguza wengine, unapotendea watu wengine, unapoinua wengine, unaporejeshea wengine, jioni ya leo nikapate pia kibali. Nikahesabike miongoni mwa wale ambao wamefanyiwa revival siku ya leo. Inua sauti yako mbele za Bwana. Iachilie mbele za Bwana mpendwa. Mimina Roho wako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, niko tayari ukanifanyia utakazo. Niposa ibada ya wakati unapofika wa revival, basi Baba ukanifanyia uvuvio. Iachilie mbele za Bwana mpendwa. Wewe mwenyewe unajua hali ambayo umekuwa ukipitia. Unajua jambo ambalo umekuwa ukitenda. Umejua hali ambazo zimekukumba, ambazo unahitaji Mungu afanye utakazo ndani mwako. Unajua moyo wako uko katika hali gani ambayo inaweza zuilia kiboyo ndani ya maisha yako. Fungua kinywa chako mpendwa. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Usione haya. Maana in the time ambao wewe mwenyewe unahitaji Mungu akafanye revival. Sijui ni jambo gani ya maisha yako. Sijui ni sehemu gani unataka Mungu akufanyie revival. Mwambie Bwana, niko mbele zako. Nahitaji utakazo kutoka kwako. Roho anaposhuka akafanya utakazo ndani ya mwili wangu. Akafanya utakazo katika akili zangu. Hakuna mwingine ila Baba, wanao tunahitaji kuona utakazo kutoka kwako. Baba, jioni njema unajua kwa sababu ya kuhurumia mioyo yetu. Wakati umeteka ni kwa ajili ya kuhurumia maisha yetu Bwana. Lakini umesema tutakazwe na Roho wako Bwana, kutokana na hila na maovu ya dunia. Ewe Baba, nakuomba ukatutakaze. Baba, nipoza uvuvio wako upao. Ukaweze kutengeneza maisha yetu. Asante. Mbele Bwana mpendwa. Mungu anataka kufanya utakaso katika maisha yako. Mungu anataka kukutakaza. Tuko mbele zako Bwana wa
mbele zako. Jehova Mungu ishie, Mungu uliye na unaishi milele na milele, tulitukuza na kulienzi jina lako kwa wema na fadhili zako katika maishani mwetu. Umwaminifu umkuu Baba, kwa kila jambo tunasema ni asante. Asante kwa ukuu wako na kibali ambacho Bwana umetupa sana wakati kama huu mbele zako Bwana. Tangia asubuhi Bwana umeaminika, hata sasa bado umwaminifu, na zaidi yote neno lako umetuambia mapenzi yako kwetu ni kuwa Bwana tukaweze kutakasika kutokana na kila itikadi zote za giza mfalme Bwana, kutokana na machafuko yote Mungu wa majeshi. Nasi naamini Roho wako mwenye uwezo na nguvu Baba mfalme ya utakazo ndani mwetu anachukua usukani. Kila nafsi Baba umeitakaza kwa Roho wako Bwana. Kila nafsi Bwana umeifanya kuwa chombo kipya mbele zako Bwana. Baba, wakati unapangia katika uvuvio ndani ya maisha ya wapendo wako, naamini ya kuwa Mungu wa majeshi unaenda kuwaguza na kuwatendea uvuvio. Kila mmoja mfalme unamtenda mema jioni ya leo. Kila nafsi ambayo imeingia kukutumainia Bwana unakutana na hitaji la kila mmoja. Asante kwa wema mfalme katika maisha ya kila mmoja. Baba, katika mwongozo wa ibada bila wewe hatuwezi. Ndiposa tunaomba Bwana ukaende pamoja nasi. Baba, chukua usukani ukatuongoze katika kila kipindi. Bwana, sifa maabudu mikononi mwako. Hata mfalme mnenaji wa pili mikononi mwako Jehova. Kama chombo mfalme unamguza, unamuinua. Neno uliotia ndani mwake siku ya leo inaenda kutenda neno mfalme. Inaenda kutoa mazao yaliyo mema machoni pako. Utukufu na sifa Kristo zinakurudia mfalme. Maana Jehova umwaminifu na bado mfalme unaaminika. Mungu wa majeshi unaguza kila mmoja aliyeingia mahali hapa. Hata toka jinsi mfalme alivyoingia, bali unatenda jambo jipya katika maishani mwao. Asante kwa watumishi ambao Bwana umewaelekeza. Hawa tumekusanyika kwa ajili ya ibada mbele zako Bwana. Ni kwa ajili ya kuinuana na kuguza mfalme kila mmoja. Neno Roho Mtakatifu wako Baba akatende ishara zako kwa kila mmoja, ukamtendee ishara. Sehemu ambayo ulimtengea Bwana ukamtendea. Asante maana kila hitaji la kila mmoja unanikutana nalo Jehova. Wewe ni Mungu mkuu na unatenda Bwana. Asante maana unatawala. Asante maana unatuongoza. Uwepo wako uende pamoja nasi, maana bila wewe hatutaweza. Baba, ni ombi letu Jehova, mbingu zako zikanene mema katika maisha watoto wako. Mbingu zako zikanene ufunguzi Bwana. Mbingu zako zikanene afya katika maishani mwao. Mbingu zako zikanene Baba ulinzi wako Jehova. Zikafunguke mfalme kwa baraka za ushindi katika maishani mwao. Unapowatenda Baba tutasema ni asante. Pokea sifa na shukrani maana ni Mungu. Asante maana unatenda. Asante maana unazidi kwenda nasi. Asante maana unatuongoza. Asante maana uwepo wako upo pamoja nasi. Baada mfalme umetutawala na umetutia nguvu. Na kwa jina lako unalipewa sifa. Kwa Kristo kama nataka kuamini. Piga tu Bwana makofi mazuri.